Yohana 7 mlango wa 15. Mtu huyu amepataje ujuzi wa maandishi haya, na yeye mwenyewe hajajifunza shuleni? Kichwa cha fundisho letu la siku ya leo. Kuna mwalimu wa elimu ya kiroho na kuna mwalimu wa elimu ya kimwili. Kuna mwalimu wa elimu ya kiroho na kuna mwalimu wa elimu ya kimwili. Mwalimu wa elimu ya kiroho ni Roho Mtakatifu. Mwalimu wa elimu ya kimwili ni mwanadamu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, kwa sababu yeye anaomba kupatana na Mungu, basi Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, lazima atakujulisha elimu ya ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Kwa hivyo mwalimu wa ulimwengu wa kiroho ni Roho Mtakatifu. Mwalimu wa ulimwengu wa kimwili ni mwanadamu. Elimu ya ulimwengu wa kimwili haiwezi kukufanya ukajua siri za ufalme wa Mungu. Elimu ya ulimwengu wa kimwili haiwezi kukufanya ukajua siri takatifu. Wanafunzi wa Yesu walistaajabu mafundisho ya Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alikuwa mfano wa mwili wa dhambi, lakini ndani yake kulikuwa na roho ya Mungu. Wayahudi walishangaa waliposikia Yesu akifundisha, kwa sababu walikuwa wanajua hakuna chuo chochote ambacho Yesu alikuwa ameenda jifundisha, lakini hivyo hivyo elimu aliyokuwa nayo ilikuwa imezidi Wayahudi. Kwa hivyo kuna elimu ya kimwili na kuna elimu ya kiroho. Mwalimu wa elimu ya kiroho ni Roho Mtakatifu. Mwalimu wa elimu ya kimwili ni mwanadamu. Kwa hivyo aliyeenda somea Biblia hawezi kuitumia elimu hiyo kutaka kumjua Mungu, kwa sababu elimu hiyo ilitokana na akili ya mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu hufundisha kile ambacho amefundishwa na mwanadamu mwenzake, lakini Roho wa Mungu anapokaa ndani ya mwanadamu, mwanadamu hufundisha kile ambacho Roho wa Mungu amesikia kutoka kwa Mungu. Ndiyo kuna tofauti ya elimu ya kimwili na elimu ya kiroho. Msingi wa elimu ya kiroho ni neno la Mungu. Mwanadamu anaposikia na kutenda kile ambacho neno la Mungu linasema, basi Roho Mtakatifu huja ndani mwake. Roho Mtakatifu anapokuja ndani mwake, lazima mwanadamu atajua elimu ya ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Kwa hivyo, kwa sababu watu wa dini wao ni wasikiaji wa neno wala si watendaji, wamekosa kujua elimu ya kiroho kwa sababu hawana Roho Mtakatifu ndani yao. Kwa hivyo Roho Mtakatifu asipokaa ndani yako, ni vigumu kujua elimu ya ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Wanafunzi wa Yesu walistaajabu na mafundisho aliyokuwa akinena Yesu, kwa sababu ya roho iliyokuwa ndani yao. Ilikuwa ni ya ulimwengu. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu wangekuwa na roho ya Mungu, wangejua kwamba mafundisho haya ni ya kiroho. Wale Wayahudi wangekuwa na roho wa Mungu, wangejua yale mafundisho ya Yesu ni ya Mungu, ni ya ulimwengu wa kiroho. Lakini kwa sababu walikuwa na roho ya ulimwengu, hawakuweza kujua tafsiri ya maandiko, hawakuweza kujua elimu ya kiroho ambayo alikuwa Yesu akifundisha. Ndiyo maana walikuwa hawaelewi
mpaka Yesu awaambie waziwazi, Bwana, fundisho hili linamaanisha nini? Kwa sababu maneno ambayo Yesu alikuwa akiyanena alikuwa amewazidi akili zao. Kwa hivyo akili ya mwanadamu ina kiwango. Hata mwanadamu asomee nini, awe na PhD, awe na degree, hawezi kushindana na akili ya Mungu. Kwa hivyo walistaajabu na mafundisho ya Yesu. Wanaulizana, mtu huyu amepataje ujuzi wa maandishi na yeye hajajifunza shuleni? Kwa hivyo elimu ya kiroho msingi wake ni neno la Mungu. Usipokuwa mtendaji wa neno, huwezi kumpokea Roho Mtakatifu. Na ikiwa Roho Mtakatifu hayuko ndani mwako, hauwezi kujua elimu ya kiroho. Kwa hivyo ukitaka kujua elimu ya kiroho, lazima uwe mtendaji wa neno. Unapokuwa mtendaji wa neno, lazima utaijua elimu ya kiroho. Elimu ya kiroho ndiyo inayoweza kubadilisha maisha ya mwanadamu. Ndiyo inayoweza kukufanya wewe ukaonekana kuwa tofauti, kwa sababu mwalimu wako ni Roho Mtakatifu. Naye mwalimu wa Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini elimu ya kimwili, mwalimu uliyemtegemea ni mwanadamu. Naye kwa sababu mwanadamu akili yake na mwisho haiwezi kuelewa siri za ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo msingi wa elimu ya kiroho ni neno la Mungu. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa kati ya mwalimu wa elimu ya kiroho na mwalimu wa elimu ya kimwili. Hawa ni watu wawili tofauti. Nafikiri nimekusaidia. Ama una swali? Nafikiri nimekusaidia. Mungu akubariki basi.